Katika usingizi wako unakuta kwa namna ya ajabu unalala, alafu unaota ndoto unaona kwamba unaota ndoto unaona nzige wameingia ndani ya nyumba yako, au unaona nzige wameingia kwenye biashara yako, au pengine umehama umeenda sehemu ukakuta hiyo sehemu imejawa na nzige, au hiyo nyumba uliohamia imejawa na nzige. Sasa leo nitadili na ndoto ambayo inahusu nzige katika usingizi wako ambao umeuota. Unajua nzige pia ana tafasiri zake kinabii, ana tafasiri zake kiroho, na ni muhimu sana ukajua maana yake unapomuota nzige, kwa sababu kinabii anakuwa amebeba maana kubwa sana. Na unakuta mwingine anahamia mtaa mwingine kwa ajili ya kutafuta maisha, lakini kwa namna ya ajabu huo mtaa ambao anahamia anakuta usiku amelala anaota nzige wengi wamejaa kwenye hiyo nyumba, au wamejaa kwenye huo mtaa, au amehama kanisa, alafu kwa namna ya ajabu kwenye hilo kanisa ambalo amehamia anakuta nzige wengi wametamalaki kwenye madhabahu, wametamalaki kwenye viti, kwenye milango, kwenye madirisha, na anajiuliza kwamba kwa nini nihamie hii huduma niote ndoto nione nzige wengi namna hii, wamejaa namna hii. Sasa kiroho niko hapa kwa ajili yako kukupa maelekezo kinabii, ndoto ya namna hiyo inakuwa imebeba maana gani. Ninaomba fuatana nami mwanzo mpaka mwisho na Mungu atakubariki sana. Sasa ukiota ndoto ukiona nzige wamejaa katika eneo ambalo upo, tunasema kwamba hiyo ni ishara ya kwamba Mungu anakuonyesha hilo eneo limejawa na laana kutoka kwa Mungu mwenyewe, au limejawa na ghadhabu ya Mungu mwenyewe imelifunika hilo eneo kwa kutokana na maovu yanayofanyika kwenye huo mtaa, kwa kutokana na dhambi yanayofanyika kwenye hilo taifa au kwenye hiyo huduma. Sasa kiroho ukiota ndoto ukiona nzige wametanda au wametamalaki kwenye hilo eneo, maana yake ni Mungu mwenyewe anakuonyesha kwamba hasira yangu ipo katika huo mtaa, hasira yangu ipo katika nyumba ambayo umehamia. Sasa kwa mujibu wa kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wake wa 15 pale wa 15, ukisoma pale maandiko yanasema lakini utashuka nayo. Sasa mimi nitasoma tu fupi hapa, lakini kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wake wa 15 maandiko yanasema, lakini itakuwa hapo usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalia kufanya maagizo yake yote na amri zake zote nikupazo hivi leo, ndipo zitakapokujilia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani, litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Hasa hapo ukiendelea nayo ni mambo ya laana. Kuna mahali Mungu anasema kwamba nitaamuru nzige waje wale ghala zako na nafaka zako. Kwa hiyo kiroho ukiota ndoto ukiona nzige wametanda, wamejaa katika hiyo sehemu, manake ni Mungu mwenyewe anajaribu kukwambia kwamba mazingira ambayo hupo au mazingira uliopo yamejawa na ghadhabu ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimama katika maombi ya toba katika hilo eneo, kutubia ile hasira ya Mungu iliyojawa katika eneo hilo ambalo upo, au katika eneo hilo ambalo umefikia, au katika eneo hilo la kanisa ambalo upo, au la biashara ambayo unataka ufungue, alafu kwa namna ya ajabu kwenye ndoto yako unakuta nzige wengi wamejaa, unakuta nzige wengi wametanda. Sasa ni Mungu mwenyewe anakuambia kwamba kuna vitu ambavyo haviko sawa katika mazingira hayo. Lakini pia ukiota ndoto ukiona nzige wameingia katika eneo lako, tunasema kwamba ni ishara ya kuvamiwa na matatizo yasiyokuwa na ukomo. Pale ambapo unaona nzige wengi wamekuja wamevamia nyumba yako, wamevamia ofisi yako, wamevamia miradi yako, wamevamia gari lako. Hasa ishara ya namna hiyo maana yake ni kwamba ni roho ya mavamizi ya matatizo makubwa sana yaliyotumwa ulimwengu wa roho ili kukukwamisha. Ni roho ya mavamizi au mashambulizi yaliyotumwa kwako ili kukwamisha ile hatua yako ya kimaisha au ya kimafanikio ambayo unaipambania. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo ni muhimu sana. Tunasema ni ishara ya kuvamiwa na matatizo yasiyokuwa na ukomo, kwa mujibu wa kile kitabu cha Yoeli 2 na mstari wake wa 20, Yoeli 1 na mstari wake wa 4. Maandiko yanasema, yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na palale, na yaliyosazwa na palale yameliwa na madumadu. Sasa
Kiroho ukiota ndoto ukiona nzige wengi wametanda, wamejaa, wamevamia nyumba yako, wamevamia gari lako, wamevamia katika sehemu ambayo unahudumu. Sasa kiroho hiyo manake ni kwamba ni roho ya kuvamiwa na matatizo makubwa sana, na ni muhimu sana pale ambapo unaiota ndoto ya namna hii ukasimama katika maombi ya toba au ukasimama katika maombi ya rehema, ili Mungu mwenyewe aweze kuleta rehema yake katika maisha yako. Lakini pia ishara hii pale ambapo ukaota ndoto ukaona nzige wameingia ndani ya nyumba yako, tunasema kwamba nzige uliowaota ni alama ya kupokewa, ni alama ya kuvamiwa au ya kushambuliwa ili kuliwa mafanikio yako uliokuwa unayapambania au kuyavamia mafanikio yako ambayo umekuwa ukiyapambania kila siku, umekuwa ukiyapigania kila siku. Sasa ukiota ndoto ukiona nzige wameingia pale, manake ni kwamba unaonyesha kwamba hawa nzige wamekuja kuyala mafanikio yako, wamekuja kula baraka zako, wamekuja kula mafanikio yako. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo kiroho pale ambapo unaiona au pale ambapo unaiota, usizani kwamba ni ndoto tu ya kawaida, manake nzige wanapokuja wanakuja kula, nzige wanapokuja wanakuja kutafuna, nzige wanapokuja wanakuja wakiwa na njaa. Na chakula cha nzige kiroho ni mafanikio ya mtu, chakula cha nzige kiroho ni fedha, chakula cha nzige kiroho ni kibali, chakula cha nzige kiroho ni utajiri, chakula cha nzige kiroho ni hatua za huyo mtu ambaye zilikuwa zinaenda vizuri, ghafla zitaanza kupotea, zitaanza kwenda vibaya. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho, wale nzige wanakuja kutaka kula, na chakula chao ni kula mafanikio yako, kula utajiri wako, kula fedha zako, kula kila kitu ambacho unacho, kila kitu ambacho unakipambania. Kwa ni muhimu sana kiroho pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, ni muhimu sana ukaishughulikia katika maombi. Lakini pia tunasema kwamba ishara ya namna hiyo, tunasema unaota ndoto unaona nzige wameingia katika eneo lako, tunasema unahitaji kuomba ili Mungu alete rehema katika eneo lako hilo, ili Mungu afungue njia ya wewe kufanikiwa. Kwa sababu gani? Pale ambapo unaota ndoto unaona nzige wameingia katika eneo lako, ni muhimu sana ukatambua kwamba hii ni adhabu ya Mungu mwenyewe. Ni muhimu sana ukatambua kwamba kuna lango la maovu lilipoingia likakumba hii nyumba, likakumba huu mtaa, likakumba hili kanisa, likakumba hichi kijiji. Sasa kinachohitajika hapo ni maombi ya toba. Uhitaji kuvunja, uhitaji kuharibu, uhitaji kukemea, unahitaji kunyenyekea, kuungama mbele za Bwana kwa yale maovu yaliyomchukiza Mungu katika hilo eneo, ili rehema za Bwana ziweze kuwa nyingi katika eneo ambalo umeota ndoto ya namna hiyo. Sasa kwa mujibu wa kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, utasoma pale Mambo ya Nyakati wa Pili 7 na mstari wake wa 13 mpaka wa 15, utapata maana ya kile ambacho ninakiongea. Lakini pia ishara ya namna hiyo pale ambapo unaota ndoto unaona nzige wamevamia nyumba yako, unaona nzige wamevamia biashara yako, tunasema kwamba hiyo ni ishara ya kutawaliwa na giza zito katika maisha yako. Pale ambapo unaota ndoto unaona nzige wengi wamejaa, unaona nzige wengi wamefurika katika hilo eneo, unaona nzige wengi wamefurika katika hiyo sehemu, manake ni kwamba Mungu anakuonyesha hao nzige wanakuja na roho ya giza. Ndani ya roho ya giza kuna kutokuonekana, ndani ya roho ya giza kuna kutokufanikiwa, kwa sababu mahali palipo na giza hakuna movement yoyote ambayo utaifanya. Mahali palipo na giza hakuna hatua zozote ambazo utazifanya. Palipo na giza huwezi kufanya biashara, palipo na giza huwezi kutoka wala kuingia, palipo na giza utahitaji usimame tu kwa ajili ya usalama wako, kwa sababu haujui ni vitu gani viko mbele, unaweza ukaumia, unaweza ukapatwa na shida. Kwa hiyo kiroho ukiota ndoto ya namna hiyo, ukiona nzige wengi wamekuja, wamekuvamia, wamepata nafasi ya kuingia ndani ya duka lako, ndani ya biashara yako, au sehemu yoyote ile ambayo utaiota, maana yake ni kwamba hilo eneo limefunikwa na giza. Na ndani ya giza maana yake tunasema ni roho za kichawi hizo. Ndani ya giza tunasema ni roho za kiganga na kishirikina. Kwa hiyo ishara za namna hiyo ni muhimu sana 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 ukasimama katika maombi ya toba na rehema, ili Mungu aweze kuleta rehema zake katika maisha yako. Lakini pia eneo hilo uliloota ndoto ya kuwaona nzige, tafsiri yake ni kwamba eneo hilo limevamiwa na kuingiliwa na roho ya mateso kutoka kwa shetani kwenda kwa wanadamu
wa eneo hilo kutokana na mlango wa kiroho wa kuzimu uliofunguliwa na kutokuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Sasa utasoma kile kitabu cha tunasema Ufunuo wa Yohana 1 na mstari wake wa 4, mstari wa kwanza mpaka wa 4, utapata maana ya kile ambacho ninakiongea. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo pale ambapo ukaota ndoto ukaona nzige wengi wamepata nafasi wameingia katika eneo lako, maana yake ni kwamba Mungu anakuonyesha kwamba mahali hapo inaweza ikawa au nzige wamepata nafasi kutoka kuzimu, wamekuja kufunika hilo eneo, wao wamekuja kutawala hilo eneo, ili kwa sababu lango hilo lilipofunguliwa kutokana na yale maovu ambayo wenyeji wa huo mji walitenda, au zile dhambi ambazo wenyeji wa huo mji walitenda, ndipo Mungu anawapiga kwa sababu ya yale makosa ambayo walikuwa wameyakosa. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo utambue kwamba ndoto ya nzige inaweza ikawa imeletwa na Mungu mwenyewe, ndoto ya nzige inaweza ikawa imeletwa na shetani mwenyewe, ili mradi tu ujumbe huu uweze kumfikia mwanadamu au mlengwa. Kwa hiyo wewe mwenye ufahamu wa kiroho utatambua hii ndoto imetoka kwa Mungu au hii ndoto imetoka kwa shetani. Sasa ishara nyingine pale ambapo ukaota ndoto ukaona nzige wamepata nafasi wameingia ndani ya nyumba yako, wameikumba nyumba yako, tunasema kwamba ishara ya namna hiyo, tunasema eneo hilo uliloota jua eneo hilo limepoteza kibali na mvuto na uhalali wa wewe kupata mafanikio au watu wa eneo hilo kupata mafanikio. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo kiroho pale ambapo ukaota ndoto ukaona nzige wengi wametanda, pengine ni kwenye hiyo biashara, jua kabisa Mungu anakuonyesha hapo hiyo biashara imeshapoteza kibali. Usihangaike tena kupambana ili uikuze hiyo biashara au ili uinue tena hiyo biashara. Unachohitaji kunyenyekea mbele za Bwana, kutubia maovu ya pale, au ndani yako ukisikia amani, ama kabisa tafuta eneo lingine ili Mungu aweze kuleta neema yake ya ushindi na baraka katika maisha yako. Kwa ndoto hizi za nzige zinahitaji utulivu sana wa ndani, utulivu sana wa rohoni, ili Mungu aweze kukupa maelekezo ya kiungu yanayohusu maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Ninaomba jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii, lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, unaweza kutufuata WhatsApp kwa ajili ya msaada zaidi. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom. Maranatha. Asante sana.